Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, tutafanya na dua rasmi. Sheikh Yusuf Muhammad Kidago, karibu. Na sambamba kwa maelekezo ya Sheikh Abbas, watu ambao tunaosimamia utaratibu wa baraka, tuandae sasa baraka kwa sababu ratiba inakwenda ukingoni. Karibu Sheikh Yusuf Muhammad Kidago. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. Wassalatu wassalamu ala rasulilladhi qala inna Allaha farada alaykumul hajja fahujju wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ndugu zangu, mwaka 1884 mwezi wa 6 mpaka mwaka 1885, mshauri mkubwa wa koloni la Kidachi aliyekuwa akiitwa Christian Snook, yasemekana alisilimu akaishi katika mji wa Maka na akafanya ibada ya hija. Katika moja ya maneno aliyoizungumza hija, alisema kwamba the pilgrimage is the epitome of pan-Islamism, and it is a physical and spiritual epitome of Muslims all over the world. Mwisho wa kumnukuu. Anasema ibada ya hija ni kifano na ni kielelezo kikubwa cha umoja wa Waislamu katika dunia. Asema ndio kielelezo kikubwa sana katika dunia cha muungano wa Waislamu kiroho na muungano wa Kiislamu kimwili. Ufafanuzi wa maneno yake ni kwamba Waislamu wakitaka kuishi kwa upendo, kwa umoja, kwa kuheshimiana, kwa mapenzi, waifanye hija ndio kielelezo kikubwa. Katika hili niwakumbushe mahujaji kwa maneno niliyoyaandika katika kitabu changu Mahajjatul Haji ila Hajatul Hujaji. Qad kunta fi tawafika sabira ay dhalinatin mahabbatin wa khashyatin aish hakadha ba'da tamami hijjatin takum bihadha uswatin saniyatin. Kwa hakika ulikuwa wewe katika kutufu kwako Al-Kaaba, kumbuka haji, alafu kisha kumbuka hilo ukumbuke kwamba Hajj is an epitome of pan-Islamism in spiritual and physical. Physical and spiritual. Ukumbuke kwamba hija ni kielelezo cha umoja wa kiroho, hata umoja usiokuwa wa kiroho kwa jamii kwa ujumla wake wote. Qad kunta fi tawafika sabira ay, ulikuwa wewe katika kutufu kwako Al-Kaaba ni mwenye subira kubwa, lakini dhalinatin mahabbatin wa khashyatin, mwenye ulainifu wa moyo, mwenye mapenzi makubwa na mwenye unyenyekevu. Nikukumbushe, ilikuwa ukikanyagwa
na mtu hata kama sio taifa lako, una paniki kidogo, lakini mkitazamana naye unatabasamu. Tena wakati mwingine yule uliyemkanyaga anakuambia samahani. Ulikuwa mnyenyekevu, mwenye ulainifu wa moyo na mapenzi makubwa. Aisha hakadha baada tamami hijjatin, ishi hivi hivyo hivyo ndivyoishi baada ya kukamilika hija. Utakuwa wewe takum dha uswatin sania, takum bihadha uswatin sania, utakuwa kwa hilo ni mwenye kiigo kilichokuwa chema. Tuliokwenda haji na tukarejea, ukirejea maneno dhahabiyo ambayo hajapatapo kutokuwa ya dhahabu ya Sheikh Taha Suleiman Bane, tujitahidini tuishi vile tulivyokuwa kule. Ikiwa ulikuwa unaweza kumvumilia Mnigeria anayekusukuma, anayekukanyaga, mtu wa Ghana, mtu wa Rwanda, mtu wa Urusi, mtu wa Marekani, mtu wa kila taifa, na yote hayo wapokea kwa ulainifu wa moyo na mapenzi na unyenyekevu mkubwa, jitahidi namna ya kuilinda haji yako, uishi hivyo. Na ukiishi hivyo, wewe haji utakuwa ni amani katika huu ulimwengu. Hija ikiwa ni kielelezo cha amani, itazame kwenye tawafu, itazame kwenye sa'i, namna watu wanavyovumiliana na wanavyopeana nyudhuru, kwamba Muislamu umpe mwenzako anayekukosea udhuru. Lakini la muhimu ni kwamba usifikiri kosa unalofanyiwa na ndugu yako Muislamu, bali fikiri udugu wa ndugu yako Muislamu, utapuuza kosa unalofanywa naye. Ndio hija ilivyo, inatufundisha umoja wa kweli baina ya jamii ya Kiislamu. La mwisho, hija inatuonyesha maajabu ya Qur'an. Moja ya manufaa tunayopata katika haji ni kuiona Qur'ani kwa macho. Ukienda katika Jabal Thawr utaona aya za Mwenyezi Mungu zilizoshuka kwa ajili ya jabali lile. Ni zile ziara za haji muhimu. Lakini ukienda katika Jabal Nur unafaidika kuona mahala Qur'ani iliposhuka. Ni kama vile waiona iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lakini ukienda kule Mina, ukienda kati ya sehemu iliyokuwa kati ya Muzdalifa na Mina ni Muhassir, pale ambapo walipoangamizwa wale ashabul fil, ni kama vile unaiona alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Lakini zipo pia alama za kisaikolojia za Qur'ani unazoziona, na miongoni mwa hizo ni wa idh ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna. Kumbuka tulipoifanya Al-Kaaba ni mahala pa kurejewa mara kwa mara na watu, lakini ndio mahala pa amani. Ni kweli Al-Kaaba ni mahala pa amani, huwezi kukuta watu pale kwenye tawafu wakapigana. Lakini la pili, utaona kwamba hisia pale tu unapomaliza hija, ndio hisia kurudi tena inakuja. Unapata ile mathabata linnas, ni mahala pa kurejewa na watu. Na hii ndio ilipomfanya Sufyan bin Uyaina akahiji hija 72.
Yeye kaishi miaka 90, lakini maisha yake amehiji tangu akiwa na miaka 22, hajaacha mpaka anakufa. Lakini ndipo ambapo Abdullah bin Umar alihiji hija 60. Mimi na wewe kila tukimaliza hija unatamani tena uende haji. Ni psychological evidence ambayo imo ndani ya Qur'an, wa idh ja'alna albayta mathabatan linnas, ni kwamba Mwenyezi Mungu ameweka kitu pale ndani ya Al-Kaaba ambacho kitakutamanisha wewe urudi mara kwa mara. Muhimu ni kwamba ndugu zangu ambao hamjakwenda haji, kabla ya kufanya dua na una uwezo wa kwenda hija, jitahidi uende haji, kwa sababu umuhimu wake ni mkubwa sana. Huyu sahaba wa Mtume niliyemtaja nikizungumzia umuhimu wa hija kwa ambaye hajakwenda haji, masahaba waliwahi kumweka kati Abdullah bin Umar wakimzogoma kwamba wewe kwa nini ukifika rukunul yamani, unapofika katika arrukunul yamani, mahujaji wanajua tukisema rukunul yamani, na ukifika katika hajaril aswadi, kwa nini maeneo mawili haya ukifika wewe unakuwa kama unafanya vurugu? Maana kana songamana sana na watu. Abdullah bin Umar, mahujaji mnakumbuka kwamba mtu pale Hajar al-Aswad ni mahala panagombewa, lile nalo pia ni somo kwamba panagombewa, utadhani kwamba pale kuna jiwe la dhahabu ambao likikatwa lile jiwe mtu anaondoka na kipande chake cha dhahabu, namna watu wanavyogombania. Abdullah bin Umar alikuwa ni mmoja katika hao sahaba. Wakamuuliza, mbona unafanya hivi? Akasema, mimi nimewahi kumsikia Mtume Muhammad akisema, inna masahahuma kafaratun lil khataya, kushika pale ukagusa pale ni kafara madhambi. Lakini nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man tafa bi hadha albayt usbu'a, ambaye atakayezunguruka Al-Kaaba mara 7 fa ahsahu, akadhibiti zile mara 7 vizuri, kana ka'itki raqaba, amekuwa huyo ni kama aliyemwacha huru mtumwa. Lakini akaendelea kusema, nikamsikia Mtume akisema, la yadhau qadaman wala yarfa'uha illa kataba Allahu biha hasana wa hatta anhu al-khati'a wa rafa'a biha daraja, kwamba mtu akizunguruka tu ile Al-Kaaba akinyanyua mguu, Mungu anampandisha daraja, anamsamehe madhambi, anamwandikia mema. Akiushusha ni hivyo hivyo, akiunyanyua tena ni hivyo hivyo. Kwa hiyo mahujaji watukufu, fadhila hizi mlizipata, lakini ambaye hajakwenda haji, kama una uwezo, hakuna kitu kitakachokuta wema wa kwenda haji kwa mujibu wa Mtume Muhammad. Kwa mujibu wa Mtume Muhammad, yule tajiri mmoja aliwahi kumtaka Mtume, kamwendea Mtume akamwambia, Mtume, mimi nina pesa nyingi sana, mimi tajiri sana, na katika utajiri wangu naomba unifundishe jambo ambalo nikifanya nitamshinda mtu aliyekwenda haji. Mtume akamwambia, geuka. Alipogeuka akamwambia, ule ni mlima gani? Akamwambia, ni Jabal Abi Qubais. Mtume akamwambia, lau kama hili Jabal Abi Qubais litageuka kuwa ni dhahabu nyekundu, alafu wewe ni mali yako utoe dhahabu hizo kwa ajili ya Mungu tu, haitofanana na fadhila ya mtu aliyekwenda haji. Kwa ndugu zangu, hima watu twendeni haji. Nenda hija kwa idadi utakayoweza.
Ushahidi ni huyo sahaba Abdullah ibn Umar, kaenda mara 60 yule. Sufyan ibn Uyayna kaenda mara 72. Nenda, ni mahala pa kuitengeneza akhira yako, kwa sababu hujui ni lini watu watasema bismillah wa ala millati rasulillah kwa ajili yako. Ni lini watu lete udongo, watasema lete udongo. Ni lini marafiki zako na jamaa zako watakusanyika kwa ajili ya kukufukia, hujui. Mwenyezi Mungu azilinde hija zetu na ajalie kila mmoja amruzuku kwenda haji, pia amruzuku kuzuru kabri la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Naomba nifanye lile liloagizwa la kufanya dua. Allahumma ja'alna min kulli fahishatin sitra. Amin. Allahumma ja'alna min kulli fahishatin sitra. Amin. Allahumma ja'alna min kulli fahishatin sitra. Amin. Wa min kulli usrin yusra. Amin. Wa min kulli bala'in afiya. Amin. Wakfina Allahumma muhimmati darain. Amin. واصرف عنا شر كل ذي شر. آمين. 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 وشر كل شيطان وهامة. آمين. وكل عين لامة. آمين. برحمتك يا ذا المن والبيان. آمين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. آمين. ولا تجعلنا فيه من المردودين. آمين. اللهم اجعلنا يا رب العالمين في الدنيا من المصطفين. آمين. وفي الآخرة من الصالحين. آمين. اللهم ارزقنا الراحة عند الموت. آمين. والعفو عند الحساب. آمين. اللهم رب اجعل هذا بلدا آمنا. آمين. اللهم اجعل هذا البلد 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 آمنا آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ونسألك اللهم رب العالمين آمين. أن تنصر وأن تؤيد رئيسي وطننا هذا سمية سلوى حسن آمين. وحسين مويني. آمين. برحمتك رب كريم حليم. يا لطيف يا خبير. صلى الله ربي وسلم على سيدنا الحمد لله رب. Asante Sheikh wetu Sheikh Yusuf, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, na ni katika maalhaji na wanaongoza hija kwa kila mwaka, bila shaka Mwenyezi Mungu atutakabalia. Sasa tuko kwenye kilele cha jambo lenyewe, na lilipofikia jambo ni kwa ajili ya takhtim ya hii dua, ambaye dua hii tumejiombea, lakini tunaombea nchi na kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na raha hizi ametuandalia Masjidi Mtoro na chini ya Sheikh Abbas Ramadhan Abbas na wasaidizi wake Sheikh Othman na Sheikh Abdallah na uongozi kwa ujumla. Kwa hapa ilipofikia, hii ni makamu yake mwenyewe, tuisikie ile sauti ambaye inatuvuta katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya namna gani tunahitimisha dua